Naye James inaongea kuhusu kunyenyekea. James 4:10 inasema humble yourself. Kinyume cha kiburi ni unyenyekevu. The opposite of pride is humbleness. Wapendwa, tusipo kumbatia unyenyekevu, tutaondoka kwa nafasi zetu. Najua na mniruhusu nitumie hizi ndio twende pamoja. Ukikuja upate mambo yameanza kubadilika zaidi ya kwako kwa wema, inastahili ujihadhari, kwa sababu kiburi inasaidia na ujipate umeondoka kwa nafasi yako. Na kitu moja huwa inafanyika ukiondoka kwa nafasi yako, chenye huwa unazuiliwa ni kukua. Hukuangi, unabaki tu pale. Ulikuwa tuna uwezo wa kukua na someone ya 2 hours, utabaki tu pale. Au utaweza pata ya 3 hours. Ulikuwa na uwezo wa kuomba 1 hour, au utatoka pale kwa sababu kiburi iliingia, ukambaki tu pale. Chenye unafanya ni ku-decrease, unaendelea kufunguka. Amen. Jambo lingine linalofanya uondoke kwa nafasi yako ni idleness, kukaa bure tu. Enda tu kwa zile plot, watu wengi hawaliko kwa kazi. Usikie yale maneno yanakuanga pale jioni. Mara mke wa fulani alisema, mara ndugu fulani alitoka nje hivi. Yaani maneno mengi, idleness. Na hiyo ndio ilikose mara ya kwanza David kuondoka kwa nafasi yake. Akachukua mke wa Uria kwa sababu alikuwa amebaki tu idle. Hakuwa anafanya chochote. Macho ikamuonyesha, na macho ya wanaume ni vizuri kwa sababu inajua kuona. Ikamuonyesha na akasema ni vizuri. Akatoka kwa nafasi yake. Wapendwa, tusifurahie kukaa bure. Tusifurahie kukuwa na watu wenye wanakaa bure. Watu wenye hawana topic. Watu wenye hawana chochote cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Wako tu pale masaa isonge. Wako tu pale siku iishe. Wako tu pale siku ipite. Jambo lingine linaweza kufanya uondoke katika nafasi yako ni tamaa, ama lust, tamaa. Wengi, hii imewaondoa wengi katika kanisa. Imewaondoa wengi hata katika mambo ya familia. Tamaa. Ukajipata umeondoka kwa nafasi yako. Bwana alikuwa amekusudia kukuinua, lakini kwa sababu ya tamaa ya macho, kwa sababu ya tamaa ya mawazo, kwa sababu ya tamaa ya mafikira yako, ukajipata umeondoka. Wapendwa, let's guard these 3 things. Isitupate. Wakati wowote unasikia tamaa inainuka ya kitu. Unajua mtu hataki kuimba kwa sababu ya kitu kingine. Ni tamaa tu. Anaenda kuchukua kwa tamaa. Na siku hizi wanaimba mpaka waume wa wenyewe, jamani. Lakini sijasikia mwizi wa wake wa wenyewe. Ama wao wake ndio wanaimbanga peke yao. Bwana Yesu asifiwe. Sinasikianga men snatchers, husband snatchers. Kuna wife snatchers. Minister Moses. Wapo. Lakini husband snatchers ndio wengi. Husband snatchers. Na huyo mwenye anasnachiwa na huyo mwenye amemsnatch. Sasa si anasnachiwa na amesnachiana ama? Bwana Yesu asifiwe. Yaani unapata tamaa imekuondosha kwa nafasi yako. Wapendwa, turejee katika nafasi zetu. Tuombe kurejea katika nafasi zetu. Na let us guard our places. Let us guard our positions. Unless we guard them, zitatuponyoka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ya kuondolewa. Ni ya kujiondoa, personal removal. Namba 2, kuna being removed. Amen. Kuondolewa. Sasa hapa ndio nataka tuongeleshane vizuri kama kanisa. Kwa sababu hata sisi tumechangia kuondoa watu kwa nafasi zao. Bwana Yesu asifiwe. Na sijui ni kama kuna kitu mzuri nje, na hata mimi nitaenda nje na maiki.
kama kuna kitu mzuri hapo nje. So na mimi nitatoka nje na mic. Mnisikie mkiwa ndani, mimi nikiwa nje. Amen. So Minister Moses nikipita hapo usinirudishe, naenda nje. Mtasikia mkiwa ndani, mimi nikiwa nje. Haleluya. Kuondoa mtu katika nafasi yake, kuondolewa. Kuna watu washaondolewa, walikuwa kwa nafasi yao lakini wakaondolewa. Amen. Hebu jiulize, unaweza kuwa wewe ni mmoja wa kuondoa kama hao women snatchers, husband snatchers na the wife snatchers. Yaani unaondoa mtu kwa nafasi yake, unamweka kando na unapotea. Bwana Yesu asifiwe. Mtu alikuwa amesimama, lakini watu wapo wa kuondoa hawa watu. Then you can be removed by people. People remove others. Hata hapa kwa kanisa tunatoana sisi wenyewe. Sasa kama utamaliza wiki moja bila miezi 2 bila kuniongelesha, sina maanisha ni kuniambia niondoke. Bwana Yesu asifiwe. Ukikaa na mtu kwa nyumba na mwezi mzima mtaongeleshana, unamaanisha aje? Si niondoke? So uko tayari kumtoa. Ushamtoa. Nasikianga majenzi wakisema ni mkato. Kama unasemanga aje? Mkato. Yaani umemtoa. Hayupo tena sasa. Lakini hiyo ilikuwa ni ya uzuri, sio mbaya. Ni ya kukata wale wabaya. Si kukata wazuri sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. So unaweza ondolewa na watu. Na hapa ndio tunahitaji neema ya kipekee. Bwana atusaidie kwa sababu our enemy is roaring with hiyo. Anataka kutuondoa. Anataka tuondoe katika hiyo space yenye tumekaa. Anataka turudishe chini. Anataka tusipokee hizi benefits zenye tumesema ambazo ni sons all about. Anataka tusipokee rewards za kuwa a good servant. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna watu wanakuanga na watu wengi wa kuwatoa ni ministers. Minister Moses. Tuko outcake. Ministers. Tuko outcake. Kutolewa tu. Yaani kila mtu hata mwenye ajui kushika mic anataka kukutoa. Kila mtu mwenye hata ajui hata kuongea anataka kukutoa. Akuondoe katika hiyo nafasi yako. Nami leo nataka tuongeleshane ndio tusikubali kuondolewa. Amen. Amen. Kuna watu walikubali kuondolewa, ukasukumwa tu kidogo. Unajua hapa kanisani hakupigani hii ngumi, lakini mtu anakusukuma tu kidogo, unasikia hiyo yenye anakusukuma ni kuondoka. Unapewa uongozi kidogo. Hata kwa mali zenu kwa kazi. Kidogo tu unasikia venye hiyo msukumo iko ni ya kukutoa. Bwana Yesu asifiwe. Sit to guard our places. Amen. Amen. Tusimamie nafasi zetu. Ukipata nafasi hii yangu nimeisimamia sasa kwa miaka 15. Zile ngoto nimekula hivi si chache. Nimezikula mingi za wanakwaya. Wanauliza na huyu. Hiyo ni moja. Na unameza tu lakini unakataa kutoka kwa nafasi yako. Unakatalia pale. Sababu ukiondoka hautapata mshahara yako. Ukiondoka na unjue neno inatufunga kabisa. Yesu akaambia mitume akawaambia kwamba nimewaambia haya yote kwa sababu duniani kuna dhiki. Hii dhiki inakuja ikuondoe katika nafasi yako. Hiyo masengenyo yenye unasikia wakisema anakanyanganga ni kama dunia ni yake. Basi ukanyange tu. Anataka uondoke kwa nafasi yake. Anatulindia na huyu mume. Kwani siende atafute wapi? Anaweza asifiwe. Amen. Nimefika wapi sasa? Mama twins, nimefika wapi? Analinga na mume wake. Aende anatafuta kukusukuma uondoke. Wapendwa, kama kanisa tusikubali kusukumwa. Amen. Tusikubali kusukumwa. Umepewa tu ruhusa, umekuja hapo umetuongoza vizuri.
Ngojea pale nje, wenye wanakuja kukusukuma siwa huko nje. Wanatoka hapa ni mimi na Jane hapa Amos. Lakini sisi hatuwezi hiyo. Sababu tunataka watu wakue. Amen. Leo alikuwa anaongea aje? Unasukumwa utolewe kwa hiyo nafasi yako. Si tukatalie kwa nafasi zetu. Wale walikataa walikumbali kusukumwa, wameondoka mpaka familia ikabaki hivyo. Amen. Kuna mtu leo hii naomba asikue hapa. Ulikuwa unaiba hapa mbele, lakini ukasukumwa. Ukasukumwa tu. Niliwaambia nilizimiwa mic. Nilizimiwa hata mic. Ikazimwa. Ile yangu ikazimwa. Uzuri ilikuwa ya waya. Hiyo laini ikazimwa. Kama ingekuwa wireless sijui lakini kuna mali lazimangwa pia ikiwa peke yake. Yangu ilizimwa. Mungu anisaidie. Na pia wewe akusaidie. Sijui ulizimiwa gani? Unataka uondoshe kwa nafasi yako. Amen. Si tukatalie kwa nafasi zetu. Ukijua wewe ni mwana wa ufalme, simama pale ukiwa mwana wa ufalme. Nilianza na ndugu yetu Kashago. Alisukumwa, hayuko sasa, akasukumwa nje. Na hivyo ndivyo watu tumefanywa hata kanisani. Ukakumbali ukasukumwa nje. Amen. Nikianza kuhubiri nilikuwa na miaka 20 hivi. Sikuwa nimefikisha. Nashangaa. Pole, usishangae. Na kuna watu walianza kunisukuma nikiwa mchanga hivyo. Nataka nikupee hiyo encouragement. Usikumbali watu wakutoe kwa nafasi yako. Vasiti alitolewa, Esther akaingia. Amen. Najua sote tusiangalie kwa saidi moja sana. Hii nafasi ilikuwa ya mwenyewe. Si Vasiti alikuwa amekaa hapo. Lakini akatolewa. Akaanza yeye mwenyewe kujitoa sababu alipotumanwa akasema niko busy natengeneza nywele. Si ungeziangeenda kuwa matuta. Amen. Ingekuwa lazima ajipake makeup. Hatukuona Esther akienda kwa mfalme alipaka makeup, alipaka wa kwanza ndio akumbalike. Siku ya kuenda wakati alienda kwa ajili ya Mordekai sijui kama alipaka makeup. Amen. Lakini Vasiti akakaa pale kwa kioo na mesa imeandaliwa, akajiondoa naye akaondolewa cha ukweli. Amen. Ukijiondoa kwanza utaondolewa cha ukweli. Kabisa. Akaondoshwa. Na hiyo story yake ikaisha. Anjapatikana kwa mfalme tena. Sababu aliondolewa. Amen. Sijui usijihurumie sana, kuna nafasi ya kurudi. Amen. Usijihurumie zaidi. Hiyo nafasi ya kurudi Bwana ameweka. Kama alimkubalia Daudi, mtoto akakufa lakini akarudi tena akapata Solomoni, akaendelea na uongozi. Amen. Huyo Mungu ni wa neema. Kama kuna nafasi yako umeacha, najua kuna watu walisukumwa hivi wakaondolewa katika hali ya ujana, wakaanza kuitwa kijana mzee. Sababu kuna watoto watatu pale nje. Yesu asifiwe. Hapo hatuendi pamoja. Kuna mtu alisukumwa na ni mama akaongeza mtoto wa jirani kwa baba wa watoto hapo. Akasukumwa nje, akajitoa tu kwa position yake. Amen. Tusifike hiyo kiwango. Amen. Kitu moja ambayo inafanya watu waondolewe ni dhambi. Na dhambi maandiko yanasema mshahara yake ni mauti. Daudi alijua hili na akaomba yeye asikufe, mtoto akakufa. Sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Amen. Leo nilikuwa nataka tuongeleshane vizuri. Ndio Mungu atusaidie. Tunapomaliza hii mwaka, kama tulikuwa kando na position zetu, tujipate tumerudi. Amen. Tunazunguka hapa tukiwa tumekosa waimbaji na tuko hapa. Kama ulisukumwa rudi. Amen. Kusukumwa ipo, nimewaambia na mimi nawaambia nikiwa kwa ministry sasa kwa more than 15 years. Nikiwa hapo. Najua kuna kusukumwa. Amen. Lakini maandiko inatuambia kwamba duniani kuna dhiki. Hiyo ndio dhiki sasa. Lakini akasema ya kwamba nimekuwa mshindi na ninyi mtakuwa washindi. Wanaweza wasifiwe. Amen. Sijui umeondolewa kwa nafasi gani. Kuna watu wameondolewa na brother zao. Kaambiwa wewe kaangu huko Kisumu, kaangu huko Sukos na si Minister Moses, kaangu huko Sukos.
mwaka inaisha hakuna mtu anakupigia simu. Kuna wakati nilikuwa hapo. Amen. Amen. Yaani familia inakaa kando inakudiscuss yenyewe. Inakudiscuss. Ishakutoa kwa nafasi yako. Lakini tafuta all means kurudi kwa nafasi yako. Amen. Amen. Kuna watu hapa Roho wa Mungu anazidi kuongelesha kuambia nitumikie. Lakini anasema Pastor Daniel akiwa hapo, wewe ndio unajitoa. Kuja tumikia Mungu na tusonge mbele. Amen. Amen. Hii ni shamba. Lima saidia kwako ni lima ya kwangu. Lima kwako mimi ni lima kwangu. Tukamilishe hii safari pamoja. Amen. Amen. Usikwambia mtu usikumbali kutolewa. Usikubali kutolewa. Usikubali kutolewa. Sasa utakumbali kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tusome 1 Samuel 16. Hii topic ni kubwa, nitaiguza tu kidogo nimalize na kuendelea. Lakini chenye nataka ushike kabisa, usiondoke kwa nafasi yako. Mpendwa sister Lulu, usiondoke kwa position yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 1 Samuel 16, somo mstari wa kwanza, tutateremka. Tuone venye watu wanaondolewa. Ndio wewe ukatae kuondolewa. Amen. Amen. Naomba ukatae kuondolewa. Hiyo ndio ombi langu la siku ya leo. Maandiko nasema ya kwamba hapo 1 Samuel 16 tutaanza mstari wa kwanza. The Lord said to Samuel, how long will you go on grieving over Saul? I have rejected him as a king of Israel. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba nimemuondoa katika nafasi ya kuwa mfalme. Atakuwa ameondolewa. Kwa sababu gani? Disobedient. Amen. Amen. Kutokusikia na kiburi pia zikifuatana zote. Kwa sababu ukikosa kusikia inamaanisha kuna sauti nyingine imekuongelesha. Ndio ukakosa kusikia. Saul alikosa kusikia Mungu. Na imagine he was the first president, he was the first king of Israel. Kumaanisha angetawala aweke misingi mizuri. Lakini kwa sababu moja Mungu akamuondoa. Amen. Amen. Sababu alishindwa kukaa katika njia zake. Alishindwa kusikiza Mungu. Alishindwa kusimama vizuri. Amen. Amen. Sasa tulisoma kuhusu Jude. Katika kitabu cha Jude. Sisi kama nitaipata kwa haraka ndio nisome. Jude 1:6. Mtu akifika pale atusomee. Jude 1:6. Saul alishindwa kusimama kwa nafasi yake. Akafanya yale mambo hayakumpendeza Mungu, akaondolewa. Daudi akaingia. Haleluya. Amen. Si kana kwamba Daudi angeingia, lakini kuna watu wanaondolewa kabla wakati wao ufike. Amen. Amen. Usikubali kuondoka kabla ya wakati wako. Katalia pale kwa position yako. Amen. Amen. Najua zingine unaweza isikia na uone inakaa ngumu, lakini that's how the Bible is telling us. That's how the Holy Spirit is speaking to us. Kuna watu wanaondolewa tu kwa vitu vya chache sana. Mwingine anaitwa Esau. Aliondolewa kwa nafasi yake kwa ajili ya njaa. Vitu chache kabisa. Kama kuna mtu naonanga akiwa useless ni huyo. Sababu sasa supu ya ndeni na kwa mboma kuna mbuzi. Umekosa msituni ukakosa kwa mboma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ladies oye. Oye. Kwa pamoja. Yes. Msikumbali kuondoshwa katika nafasi yenu. Hadi kwa sababu landlord amesema jioni nakuja kufunga nyumba. Sasa unaanza kuuliza na yule jamaa aliendanga wapi? Saa ngapi sasa? Unauza urithi wako kwa nini?
Esau akashindwa kuvumilia. Dakika 15 angeingia. Sasa kesi ingekuwa amechinja mbuzi amekula. Angekuwa amesecure position yake. Lakini akaiuza na uji tu. Ikaisha hivyo. Na hapo ndio tunaendelea kupotea. Ukauza kitu yako ya dhamana kabisa ukaachiria. Kwa sababu supervisor alisema utakiona. Si ungoje ukione kwanza. Amen. Amen. Wenye tuko na supervisor mkono juu. Amina. Asante sana. Wenye tuko na boss mikono juu, wenye tuko na boss. Amina. Yes. Boss anakuambia utajua mimi ni nani. Anamwambia na sasa boss tutafanya aje? Kuja kwangu saa 3 ya usiku. Unapotea. Vitisho tu unaondolewa kwa nafasi yako. Mungu akikuona anasema kama Saul, venye aliambia mtumishi wake Samuel, utaendelea kumulilia lini? Nishamuondoa. Hiyo nimemkataa inamaanisha nishamuondoa. Amen. Amen. Katika shamba la Eden, Mungu akaingia jioni akauliza Adam, uko wapi? Yaani ushaondoka kwa nafasi yako, umeondoka. Amen. Amen. Makofi kwa Yesu. Amen. Amen. Tukatalie nafasi zetu. Amen. Adam akaondoka kwa nafasi yake. Wakati Mungu alikuwa anamuuliza uko wapi, si kana kwamba amuoni, lakini haoni nafasi yake. Aliangalia kaona kuna vacant mahali alimweka. Kuna watu Mungu akiangalia anaona vacant kwa position yako na bado huko. Amen. Amen. Naomba isiwe ni mimi, wacha wale online wakwe ndio wako huko. Amen. Amen. Isikuwe ni sisi, wacha ipate wenye wako online. Ya kwamba nafasi zetu tusiondoke. Mungu alimuuliza Adam, alikuwa anataka confirm nafasi yake. Akasema niko hapa nimejificha. Nishatoka, nimejificha. Unajua the consequences ya kuondoka, kitu ya kwanza ni kujificha. Msichana akiondoka kwa position yake katika youth, kitu ya kwanza kujificha miaka 2. Amen. Amen. Anajificha miaka 2. Anakuja na ile wimbo yetu ya Waluya. Sasa narudi. Amen. Amen. Sasa narudi. Iko hapo kwa tenzi za roho. Siku moja na ionanga tu nashindwa kuimba sababu mimi hakuna mahali nimeenda niko. Lakini kwa mwenye alikuwa ameenda kujificha, akirudi hiyo ndio yake. Sasa narudi. Yesu asifiwe. Amen. Tukae kwa position zetu. Tusikubali shida ituondoshe kwa nafasi zetu. Tusikubali marafiki watusukume. Ukikubali kusukuma umeondoka. Mwenye amebaki yeye hata Mungu hata hana swali na yeye. Amekusukuma wewe ukaenda. Na ni wewe umekubali kuenda. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tunaendelea. Kuna mwenye amepata hiyo ya Judy? Yes. Hebu soma kwa haraka. And the angels who did not keep their proper dominion, but left their own abode, and they let their own left their own abode. Left. Kuna mwingine kuna lugha nyingine Kiswahili Yes. Tafsiri nyingine. NIV. Yes. And the angels who did not keep their positions. Yes. And the angels who did not keep their positions Of authority. Fikia tu pale. Of authority. Their position. Chenye naongelelea ni your position. Siongelelea zile vitu zingine. Let your position, man your position. Guard your position. These angels, they didn't ever endelea sasa. Of authority. Of authority. But abandon their proper dwelling. But abandon their proper dwelling. Yani mahali pao pa kukaa. This he has kept in darkness. Wamewekwa huko. Bound with everlasting chains. Wakiwa wamefungwa. For judgment on the great. Wakingojea hukumu ya hiyo siku. Amen. Yeah. Sababu gani? Walishindwa. Kuna watu wameshindwa kukaa kwa nafasi zao. Amen. Amen.
Kuna watu wameteleza wakaondoka kwa nafasi zao. Mungu hakuhurumia malaika, sasa sisi tutahurumiwa aje? Na ni sisi tunaondoka kwa nafasi zetu kila siku, kila asubuhi, kila jioni. Amen. Amen. Hebu uliza jirani kama nafasi yake ya maombi ameshikilia. Hapo ndio tunaanzia. Nafasi yako ya maombi unaishikilia. Ukimaliza hiyo tunaenda moja kwa moja. Umuulize nafasi yako ya utakatifu umeishikilia.